kimeandikwa na mchungaji Silvanus Abeli Msuya. Niliuliza kama nakala zipo na kama zinapatikana kwa bei gani hapa, nimeambiwa hazijaletwa. Kwa hivyo tutapata taarifa zitakapofika nakala hizi. Ni vizuri kuona Silva anajivunia maombi ya mama yake kwenye mitandao ya kijamii, na hili ni funzo kwetu. Mitandao ya kijamii, mahubiri yake mafupi, ushauri wake mfupi umeenda dunia yote. Muda mfupi amegusa dunia yote, muda mfupi sana. Jumapili aliyofariki ni lile somo la Luka 19:2 la Zakayo. Yaani siku ambayo tulikuwa tunafundishwa habari ya hilo somo, na ndio siku ambayo yeye aliitwa na aliimba ule wimbo wa Zakayo. Halafu kwenye ule wimbo napenda neno moja, akasema hakuna wa kunikatisha tamaa au wa kunizuia kwenda kwa Yesu. Ule wimbo alivyouimba una ujumbe mzuri sana. Na sauti ile ya ule wimbo unasikika kwenye akili yangu hata sasa. Sitakubali kuzuiwa. Na mimi niwaambie, ni ujumbe halisi kabisa kwetu, kwa kuwa mchungaji alishuka kwenye mkuyu upesi. Mchungaji Silvanus alionyesha wito wa utumishi tangu utoto wake. Kwa mujibu wa familia, ndugu zake walipenda kumuita askofu, kwani alikuwa na uwezo wa kufanya sala ndefu akiwa mtoto mdogo sana wa darasa la pili. Wito huu ulijidhihirisha zaidi pale alipoamua na kuomba kujiunga na masomo ya theolojia, Bachelor of Divinity, katika chuo kikuu cha Tumaini Makumira mwaka 2019 na kuhitimu mwaka 2024. Alibarikiwa kuwa mchungaji wa KKKT Dayosisi ya Mwanga tarehe 3 mwezi wa 11 mwaka 2024 katika ibada maalum iliyoongozwa na Baba Maaskofu Dr. Benson Kalika Webagonza wa KKKT Dayosisi ya Karagwe na Baba Askofu Charles Robinson Mjema wa KKKT Dayosisi ya Pare Joana Kifo. Tarehe 22 mwezi wa 7 2026 majira ya asubuhi, mchungaji Silvanus alalamika kupata changamoto ya kupumua. Alikwenda mwenyewe Baobab Hospital Mapinga. Hata hivyo hali haikutengamaa, na majira ya saa 3 usiku alihamishiwa Rabinsia Memorial Hospital Tegeta. Aliendelea kupatiwa matibabu na afya yake kuimarika. Jumapili ya tarehe 26 mwezi wa 7 2026 saa 10 alasiri hali ilibadilika ghafla, na katika muda mfupi sana mchungaji Silvanus alipumzika. Lala tumekuwa naye katika nafasi mbalimbali, lakini kikubwa sana akiwa mchungaji wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania. Amekuwa pia ni msharika wa sharika mbalimbali ambako ameishi na kutumika. Lakini baba yake mzazi mchungaji Abel Msuya amekuwa ni mchungaji aliyofundisha wachungaji wengi sana wa Dayosisi yetu ya Mashariki na Pwani ambao wanatumika, na pia maisha yake ya mwisho muda mrefu pia aliishi Dar es Salaam. Kwa hiyo tumekuwa naye kama msharika, lakini kama baba ambaye alitembea kwenye sharika nyingi kufundisha, kuimbisha, piga kinanda, lakini lea. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.